Isiwi ni dawa ambayo itakayekuja kuzidhuru zikafikia kukatika katika, lakini ikiwa ni dawa ambayo itakayozinyoosha zipendeze. Eti mbona zinageuka kama vile za Wahindi? Sio mbaya, zikitaka ziwe za Wahindi, za wazungu, fanya, tengeneza nywele. Sio mwanamke unakaa na nywele, subhanallah, Mwenyezi Mungu atukinge, unakuwa ukipitisha kichanua unakunja uso kama mwenye uko unatoa haja ngumu. Vipi wewe? Basi dini inataka makubwa. Allahu Akbar. Au nakutana sasa huko unachanua, mtu akiweka ungo hivi, akiweka kitu hapa sasa huko unachanua, atakwenda asonge ugali, unga huyo, vumbi, mtu atapigwa na chafya kwa kuchanua kwako. Acha uchafu, mwanamke wa Kiislamu. Tengeneza nywele. Tengeneza nywele. Na wengine inafikia kwamba kuna vile wanawekaga eti sijui mnaziitaga aje. Sisi kule kwetu wanaviitaga mabob Marley. Sijui huko wanawake wanavifanya pia ndio wamekimbilia huko. Hii ni haramu pia, ni makosa jamani. Mwanamke tuna makosa aina hizi mbili. Kosa la kwanza, umeshaingia kule, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na kundi atakuwa miongoni mwao. Kwa hiyo ukiwa na madredi, wewe mnaita madredi pia, mkiwa na madredi, basi jua kama umejifananisha na nani. Amsemi si mnamjua, msijikaushi. Nani? Nitaacha mawaidha, nitakata mawaidha sasa hivi. Nani? Nani asiyomjua ule? Nani asiyemjua? Hiyo ni ya kwanza, utakuwa umejifananisha na yule bwana kwa sababu ndo alianzisha sunna ya hilo jambo. Alafu tuambilishane ukweli. Mimi sijaona na tusikubaliane kwamba eti mwanamke akiwa na hayo madredi kwamba eti anapendeza. Na tukubaliane kwamba mfano amesimama tu jamaa mmoja na upole wake na hajawahi kuswana labda